kisiasa umeibuka katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya naibu gavana Jean-Jacques Elakano kumtuhumu gavana Jean-Jacques Purusi kwa uharibifu wa fedha za umma na ukiukaji wa haki za kimsingi. Kupitia barua rasmi inayodaiwa kuwa ya kweli, Elakano ameeleza kuwepo kwa kasoro kubwa za kifedha zinazohusisha mamilioni ya dola za Kimarekani ndani ya uongozi huo wa mkoa. Miongoni mwa madai mazito yaliyohibuliwa ni pamoja na uuzwaji wa madini ya dhahabu vipande 10 vilivyokuwa chini ya usimamizi wa CEC yenye thamani inayokadiriwa kufikia dola 2500, ambapo inadaiwa fedha hizo hazikuingizwa kwenye akaunti ya mkoa. Aidha, tuhuma nyingine zinahusu kutolewa kwa kandarasi ya kipekee kwa kampuni ya Sycamore yenye thamani ya dola 1700 kwa ajili ya utambuzi wa wanachama wa makundi ya wazalendo, hatua inayodaiwa kupuuza taratibu za kisheria na mifumo ya udhibiti wa fedha za umma. Mvutano huo pia umechangiwa na kauli za hadharani kuhusu ukusanyaji wa mapato na uhusiano kati ya serikali ya mkoa na bunge la mkoa, hali inayotajwa kudhoofisha mshikamano wa taasisi za serikali. Mapambano makali yakihusisha silaha nzito na nyepesi imeripotiwa katika eneo la Kajeje lililopo katika kikundi cha Modaka kaskazini mwa mji wa Bukavu, mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mujibu wa taarifa, mapambano hayo yamewakutanisha waasi wa M25 AFC na vikosi vya FARDC pamoja na makundi ya kujilinda ya wazalendo. Eneo hilo la mapambano lipo umbali wa chini ya kilomita 5 kutoka mipaka ya mbuga la Kahuzi-Biega. Hali imeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia pamoja na mazingira ya hifadhi hiyo muhimu. Vyanzo vya ndani vimeripoti kuwa milio ya risasi imeendelea kusikika, huku hali ikielezwa kuwa hatarishi kwa wakazi wanaoishi karibu na eneo hilo la tukio. Raia kadhaa, idadi yao ikiwa bado haijajulikana, wameripotiwa kutekwa nyara na waasi wa ADF NALU katika eneo la Lisoma lililopo katika uongozi wa Babila Bakwanza wilayani Mambasa mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Taarifa hiyo imethibitishwa na Ramse Malikidogo, mwanachama wa PDF, ambaye alisema kuwa idadi kamili ya waliotekwa nyara bado haijafahamika. Kwa mujibu wa chanzo hicho, waasi hao pia walionekana wakizunguka kwa uhuru katika maeneo ya kilimo ikiwemo Kanana, Leta Kredi, Mikingi na Mapendo, ambapo walidahiwa kupora mazao ya wakulima. Vitendo hivyo vimeongeza hali ya ugumu wa maisha kwa wakazi ambao tayari wanakabiliwa na changamoto za kiusalama katika eneo hilo. Asasi za kiraia zimewataka wakulima kuongeza tahadhari wanapofanya shughuli zao, huku zikitoa wito kwa serikali kuimarisha uwepo wa vikosi vya FARDC ili kurejesha usalama na mamlaka ya dola. Tukio hili la utekaji linakuja wakati kipindi ambacho mashambulizi yanayohusishwa na ADF NALU yamekuwa yakiongezeka katika wilaya ya Mambasa, huku raia wakiendelea kuwa waathirika wakuu wa vurugu hizo. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Miti Center wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia shambulio la watu wenye silaha lililotokea jioni ya Jumamosi Mei 2 mwaka 2026. Kwa mujibu wa mashuhuda, watu wasiojulikana walikuwa na silaha waliingia ghafla katika eneo hilo majira saa 3 usiku na kuanza kufyatua risasi, hali iliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Katika tukio hilo, kijana mmoja aliyetambuliwa kwa jina la Olivier Mkonzi alifariki papo hapo baada ya kupigwa risasi, huku ndugu yake Bertin Konzi akijeruhiwa vibaya na kukimbizwa hospitalini kwa matibabu ya dharura. Wakazi wameeleza kuwa milio ya risasi iliwalazimu wengi kujificha manyumbani mwao au kutafuta hifadhi kwa haraka.
huku wengine wakikimbia kuokoa maisha yao. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa hali ya usalama iliendelea kuwa tete hata usiku wa manane, huku milio ya risasi ikiendelea kusikika mara kwa mara. Shambulio hili linakuja wakati ambapo matukio ya kiusalama yamekuwa yakiongezeka katika wilaya Kabare, ikiwemo maeneo ya Changala ambapo visa kama hivyo vimeripotiwa siku za karibu. Boti iliyokuwa ikitoka Lusenda kuelekea Uvira imeripotiwa kuporwa na watu wenye silaha waliovalia sare zinazofanana na za kijeshi katika eneo la Bulumba ndani ya ziwa Tanganyika usiku wa kuamkia Mei 3 mwaka 2026. Kwa mujibu wa mashuhuda, watu hao walikuwa na silaha, walivamia chombo hicho na kuwapora abiria fedha na simu, ingawa tathmini halisi ya mali iliyochukuliwa haijathibitishwa. Tukio hilo limezua hofu kubwa kuhusu usalama wa wasafiri katika ziwa Tanganyika, ambapo makundi yenye silaha yamekuwa yakitajwa kuendelea kuhatarisha maisha na mali za raia. Mmoja wa mashuhuda alieleza kuwa tukio hilo lilikuwa la ghafla na la kutisha, huku akitoa wito kwa mamlaka zinazohusika na usalama wa ziwa hilo kuchukua hatua za haraka ili kulinda wasafiri. Kila ifikapo tarehe 3 Mei, dunia kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, siku maalumu ya kutambua mchango wa waandishi habari katika jamii. Hata hivyo, katika wilaya ya Fizi, maadhimisho hayo yalikuwa yafanyike katika tarafa la Fizi, hususan na Fizi Center, yameahirishwa kutokana na changamoto zilizojitokeza. Akizungumza na Didas TV, kiongozi wa umoja wa wapasha habari Fizi Baraka, Jonas Seba, alieleza kuwa sababu mbalimbali zimechangia kuahirishwa kwa sherehe hizo. Mwezi wa 5 kila mwaka ulimwengu husherekea siku ya kimataifa ya uhuru wa vyombo vya wapasha habari, Journée mondiale de la liberté de la presse. Na siku hii ambayo imefika leo Jumapili, tulikuwa tumejiandaa vilivyo kwa niaba ya muungano wa wapasha habari wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi Regifi kusherekea siku hii pale Fizi, makao makuu ya tarafa letu. Tulikuwa tumejiandaa vilivyo kabisa kama tulivyotangaza awali, lakini kulingana na sababu ambazo haziwezi kuzuilika, tumelazimika kuvunja safari ya kwenda Fizi na kuto kusherekea leo Jumapili tarehe 3 mwezi wa 5 sikukuu hiyo ya vyombo vya wapasha habari. Badala yake tutajiandaa tena vilivyo kupanga programu mpya, kwa sababu tumepata magumu mengi kuhusu mambo ya pesa. Vile tulikuwa tumejiandaa tunaweza kupata pesa kiwango fulani kama hiki na hiki, na twende na wapasha habari tujumuike pale Fizi makao makuu ya tarafa. Tulivyopanga sisi haikuwezekana kabisa, hadi tumelazimika kuahirisha. Tunapanga kukutana mwanzoni mwa wiki ambayo tutaanza hiyo kesho. Tutakutana siku ya kwanza mida ya saa 8 kwenye ofisi ya Regifi hapa Baraka, ili kuchukua programu mpya ambayo tutatangaza tena kwa wapasha habari au kupitia vyombo vyetu vya habari hapa Baraka na Fizi. Kwa kweli haikuwa programu yetu ya kuahirisha, lakini tumejikuta tumegonga mwamba na pasipo pesa hatuwezi kufanya lolote. Kwa hiyo tutaomba radhi kwa wapasha habari wa Fizi makao makuu ya tarafa ambao walikuwa wamejiandaa kutupokea, na tutafikiri kile cha kufanya. Ikiwa tutafanikisha tena kuandaa programu nyingine, inaweza kuwa Fizi tena makao makuu ya tarafa kama tulivyopanga, au tutalazimika kusherekea hapa Baraka, kufanya activity angalau ndogo tu wiki ijayo hapa Baraka kwenye jiji la Baraka. Sikukuu yetu haijakufa, hapana, tutajipanga. Kwa hiyo nichukue fursa kuarifu wapasha habari kwamba sikukuu yetu haijakufa, hapana, tutajipanga vilivyo ili kwamba tufikiri la kufanya, na tutasii
wale ambao tutaalika siku ya kwanza mida ya saa 8 kufika kwenye ofisi ili tufikiri kwa pamoja lile la kufanya, na waza itakuwa tutafanikisha tu. Na ni si wale ambao tuliomba misaada kupitia vikaratasi vyetu ambao walisita kujitokeza na kutusaidia, pengine wanaweza kuwa na nia kutukumbuka watusaidie, ili kwamba tufanikishe sikukuu hiyo ambayo ni kama vile mwezi wa 5 wote ni mwezi wa wapasha habari, mwezi wa uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hiyo wale ambao wanaweza kuwa na nia kutukumbuka watukumbuke, ili kwamba tuone kwamba kila ambacho tutakipata kitusaidie kuandaa sikukuu hiyo, angalau hapa Baraka, au tunaweza kuenda Fizi ikiwa yote itawezekana. Baada ya kikao cha siku ya kwanza tariki 4 na saa 8 kwenye ofisi ya RGF hapa Baraka, tutatangaza programu mpya na wapasha habari watajua kile ambacho tutakifanya, lakini yote yametendeka si kwa utashi wetu, lakini ni mazingira ambayo hayakukwenda vizuri kabisa mwaka huu katika maandalizi, na hiyo inaeleweka. Kwa hiyo watu uirazi.